Yohana sura ile ya 4 mstari wa 23. Tusoma mistari michache alafu tutazungumza neno la Mungu kwa kifupi. Na kama mtu anafuatilia, tunaenda kuzungumza faida za kuwa na moyo wa ibada, ili kila mmoja wetu ajifunze, kwa sababu ziko faida ya kuabudu katika roho, worshiping in the spirit. John chapter 4 verse 23, Yohana sura ya 4 mstari 23, Biblia inasema, lakini saa inakuja, nayo saa ipo, ambayo waabudu halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli, kwa maana Baba awatafuta watu kama hao wamwabudu. Zaburi sura ya 24 mstari wa 6. Zaburi sura ya 24 mstari wa 6, Biblia inasema, hiki ndicho kizazi cha wamtafutao, wakutafutao uso wako, e Mungu wa Yakobo. Zaburi 24:6 inasema, hiki ndicho kizazi cha wamtafutao, wakutafutao uso wako, e Mungu wa Yakobo. Nasoma sura ya mwisho wa Galatia sura ile ya 5 mstari ule wa 16 mpaka mstari wa 21. Galatia 5 sura ile ya 16 mstari ule wa 5:16, Biblia inasema, basi nasema enendeni kwa roho, wala hamtazitimiza kamwe tamaa za mwili, kwa sababu mwili utamani kushindana na roho, na roho kushindana na mwili, kwa maana hizi zinapingana, hata hamwezi kufanya myatakayo. Lakini mkiongozwa na roho, hampo chini ya sheria. Basi matendo ya mwili ni dhahiri, ndiyo haya: uasherati, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, faraka, uzushi, usuda, ulevi, ulafi na mambo yanayofanana na hayo. Katika hayo nawaambieni mapema, kama nilivyokwisha kuambia, kwamba watu watendao matendo ya jinsi hii au jinsi hiyo hawataurithi ufalme wa Mungu. Tuombe Mungu kwa ajili ya neno lake siku ya leo. Baba, kwa mamlaka ya jina la Yesu tunasema asante kwa kuwa unaenda kuzungumza na kila mmoja anayefuatilia muda huu. Roho yako Mtakatifu ukapate kuzungumza nasi, ukapate kusema pamoja nasi siku ya leo, nikiomba na kuamini kwamba neno hili linafanyika mbegu kwenye maisha ya mtu mmoja, katika jina la Yesu Kristo Nazareti hai, na kila mwenye pumzi aseme amen. Kwanza naweza kujitambulisha. Jina langu ninaitwa Sam Sasali. Kimsingi nimeoa, mke wangu ni mwanamke, na Mungu amenibariki nina watoto wawili. Mmoja wa kike, wa kwanza anaitwa Christine. Christian maana yake the true follower of Jesus Christ. Alafu wa pili anaitwa John Nathan. Ni combination ya majina mawili ya baba mkwe pamoja na baba yangu. Baba yangu mkwe anaitwa John, baba yangu anaitwa Nathan. Alafu nimeunganisha nikaita John Nathan. Kwa hiyo mtoto wangu wa pili ni wa kiume. Mungu awabariki sana kwa kila mmoja anaenda kujifunza kitu katika siku ya leo. Katika dakika hizi chache nataka niongee kitu kinachohusiana na moyo, ama faida zitapatikanazo na mtu mwenye moyo wa ibada, anayeabudu katika roho, anayeabudu katika kweli. Yohana sura ile ya 4 mstari wa 23 tuliousoma unaonesha kabisa namna gani saa ipo, nayo saa inakuja, wanaomtafuta Mungu watamwabudu Mungu katika roho na ukweli. They will worship him in the spirit and the truth. Watu wa Mungu unaifuatilia mlioko mahali hapa, nataka niwaambie kitu kimoja. Hakuna ibada ambayo haina order, yani hakuna ibada ambayo haina protocol. Ukienda kwa mganga kuna protocol. Ibada ziko tofauti. Kuna wanaoabudu Mungu wa kweli, wanaoabudu shetani, wapo wanaoabudu mizimu, wapo wanaoabudu jua, wapo wanaoabudu vitu. Na katika kila ibada ina protocol. Kuna ibada ambazo ukienda unatakiwa uvue viatu na unatakiwa uende kinyume ili uweze kwenda kufanya hiyo ibada.
kuna ibada ambazo ukienda unatakiwa uvue nguo. Kuna ibada ambazo ukienda unatakiwa uende na mavazi ya aina fulani. Kila ibada ambayo mwanadamu anaabudu ina protocol, ina order. Katika mstari wa 23 kitabu kile cha Yohana inatueleza kwamba katika ulimwengu wa roho ambao sisi tunaabudu Mungu aliye hai, muumba mbingu na nchi, Jehova Nisi, Jehova Shama, Jehova ile, anazo protocol zake. Moja kati ya protocol inapatikana katika mstari ule wa 23, na Biblia inasema saa ipo nayo saa inakuja, wamwabuduo yeye watamwabudu. Ukisoma katika neno Biblia ya Kiingereza imetumia the worshipers shall worship him, kwa maana neno shall ni neno la lazima, ni neno mandatory, ni neno ambalo unalazimika. Yaani ukitaka kumwabudu Mungu unalazimika kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Bwana asifiwe. Takwimu zinaonyesha, utafiti uliofanywa na makanisa ya Orthodox, makanisa ya Kipentekoste na makanisa ya Anglican na makanisa mengine umeonyesha ushiriki wa washirika katika sharika zao unazidi kukosekana kwa nguvu mpaka iwapo shughuli za sharika zitaambatanishwa na shughuli zingine ambazo pengine sio za sharika. Tatoa mifano. Wanasema kwa maana ya kwamba mfano unasema kutakuwa kuna pikniki alafu tunaenda kufanya huduma. Watu watakuja wengi, yani idadi ya washirika watakao shiriki itakuwa ni kubwa kuliko kama ambavyo itakuwa kuna ibada ya kawaida. Au ukisema tunakuwa na mechi alafu tutafanya ushuhudiaji, idadi ya watu wanaokuja kushiriki ni kubwa. Hapa Dar es Salaam kuna kanisa wana program inaitwa PPP. PPP wanamaanisha praise, prayer and pilau. Yani wanafanya praise, wanafanya prayer, lakini mwisho kuna mfinyo, yani wanafinyanga pilau. Siku ambayo kuna PPP, idadi ya washirika inakuwaga wengi kuliko kutangaza kutoka kuna maombi na neno. Ila kusema na pilau idadi inaongezeka. Lakini takwimu zinaonyesha shauku ya mtu mmoja mmoja kumtafuta Mungu imeongezeka. Yani watu wana kiu, wana shauku ya kumtafuta Mungu. Ndio maana nimewahi kuona, nimeshuhudia hata nyumbani kwangu pia, nimeona mke wangu anaamka anafanya maombi asubuhi, na watu wengi wanaamka asubuhi. Rafiki yangu Amigo aliyokuandika social media akaandika kuna watu wanaamshwa asubuhi na maombi ya Mama Piti, alafu baada hapo anafuatisha maombi ya Mama Shaboka, alafu saa 7 usiku anaamka haleluya challenge. Yani shauku ya mtu mmoja mmoja kumtafuta Mungu imeongezeka. Na kwa sababu moyo wa mwanadamu unatamani kuabudu, sasa Mungu anatoa one of the protocol inaitwa kumwabudu Mungu katika roho na katika kweli. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ukisoma Biblia inaonyesha katika kile kitabu cha Yohana sura ya 4 Yohana sura ya 14 mstari wa 6 inasema, Yesu akawaambia, mimi ndimi njia, kweli na uzima, mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Zipo criteria, zipo sifa. Ya kwanza, Mungu ili aweze kuabudiwa ni lazima aabudiwe katika roho. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Sasa unajuaje mtu anaabudu katika roho? Watu wengi sana wanadhani kuabudu katika roho ni ile unasikia jamaa yuko rohoni sana yule. Wagalatia sura ya 5 mstari wa 16 unatuonesha namna gani mtu wa rohoni na mtu wa mwilini alivyo. Haleluya. Wanataja pale baadhi ya sifa za watu ambao wao kimsingi sio wa rohoni. Kwa hiyo hata kama anavuta mchuzi au anafumba macho, unamuona anapiga magoti, anatoka na machozi, lakini kama ana sifa hizi hapa, afanye ibada ya rohoni. Bwana asifiwe. Wagalatia sura ya 5 na tusome mstari ule wa 21 alafu na mstari ule wa 20 na 21 ndipo unaotaja hizi sifa za watu ambao wao kimsingi hawaabudu katika roho. Wao wanaabudu katika maigizo. Yani watu wangekuwa wanapata nafasi ya kualamata pale, wangekuwa wanafanya vizuri sana, kwa sababu kuna watu wenye sifa zifuatazo. Hata kama anaimba, hata kama anatoa sadaka, hata kama anafanya nini, kama unajijua una sifa zifuatazo, basi wewe unajua unamhitaji Mungu sana ili kuweza kuabudu Mungu katika roho. Ya kwanza anasema mambo yanayohusiana na uasherati. Mwanangu,
Kama kuna mambo yanayohusiana na uasherati na unafanya ibada, mwanangu, ibada yako sio ya roho, ibada yako ni ya kawaida kabisa. Kama wewe ni ufisadi, kama mtu anafanya ibada ya sanamu, uchawi, uadui. Biblia inasema kuna uadui alafu kuna ugomvi. Uadui, mtu unawezekana kabisa ujui ulimkosea wapi na ulimkoseaje na ulimkosea lini. Lakini unasikia kama mtu bwana azipana, sema mimi na yule bwana damu zetu sisi aziivi. Hasa nani alikuwa anaziivisha mpaka kwako ikawa hivi na nyingine ikawa inaiva? Yaani kuna vitu vingi vinavyotokea, huu ni ugomvi. Na kuna nyakati watu wanakuwa na uadui. Watu wanaimba pamoja kile sikia bwana, yani yule baya lote limpate. Unashangaa kwa nini baya limpate? Na huyo mtu ikifika saa ya kuabudu, anaabudu mpaka malaika wanashangaa. Lakini ana bifu, ni mgomvi, ana wivu, ana hasira. Biblia imetaja ana fitina, ana faraka, na Biblia imeandika hapa ana uzushi. Haleluya, haleluya. Ana husda, ana ulevi, ana ulafi. Alafu Biblia kuna mambo mengi ya kuyataja, kamalizia kusema hivi, na mambo yanafanania na hayo. Yaani ukigundua tu kuna jambo linafanania na haya, ibada yako ni ibada ya kawaida ya sanamu, sio ibada ya rohoni. Mimi watu wa Mungu, katika vitu ambavyo ninaamini mbinguni vipo, mimi naamini. Hata kwenye Biblia haijaandikwa na hata kwenye mafundisho waliosoma theology haifundishwi. Lakini katika vitu ambavyo mimi ninaamini mbinguni vipo, ni bonge la skrini liko litakuwepo mbinguni, liko mbele. Biblia inasema kwamba mambo yetu ya siri yataoneshwa siku ya hukumu. Mambo ambayo unayafanya kwa siri ili kukata mzizi wa fitina yataoneshwa. Kwa hiyo kama yataoneshwa, yataoneshewa wapi? Ndipo hapo mimi logic yangu kwamba mbinguni kuna skrini, bonge la skrini. Inawezekana kuna mtu unamuona kama mimi hapa ninahubiri, ikafika siku ya hukumu, siku ya mwisho, nikasema Yesu, nilitoa pepo kwa jina lako, nilihubiri kwa jina lako. Anasema sikukujua wewe. Ndipo watu watasema Yesu unamuonea. Basi kukata mzizi wa fitna, malaika anambia bonyeza. Anabonyeza pale. Unamuona mwamba baada ya kutoka ibada, baada ya kutoka chachi, kalienda loji. Baada ya kutoka kwenye ibada, kalifanya uzushi, kalifanya ulevi, kalifanya fitina. Mambo haya yote itakuwa ni aibu na kusaga meno. Biblia inasema itakusaidia nini? Upate kila kitu kisha ukose uzima wa milele. Hakuna kitu kitakachouma mwanangu. Ni kama unajitoa kwenye huduma, unajitoa kanisani, unajitoa hapo unaposali, alafu siku ya unyakuo wa Yesu Kristo mwanangu ukabaki. Na ukisikia watu wameondoka, ukaenda kwenye grupu mliokuwa nalo la usharika, ukauliza wanangu mpo? Atakaye jibu jua mmebaki wote. Kwa sababu wengine Biblia inasema itakuwa ni kufumba na kufumbua. Yesu atakuwa amewatwaa. Watu wa Mungu, ziko faida za mtu kuabudu katika roho. Haleluya. Mtu yoyote, si tu katika mambo ya Mungu, mtu yoyote anayefanya ibada katika roho na kweli yao, yani kila kweli ya anachokiamini, ziko faida. Nataka nimalize faida hizi mbili, alafu nitakuwa ninamaliza kuzungumza na wewe siku ya leo. Faida ya kwanza, mtu yoyote anayefanya ibada anakuwa ni mtu hatari katika ulimwengu wa roho. Yani mtu yoyote anayefanya ibada, anyone who worship in the spirit, anakuwa ni mtu hatari. Angalia wenzetu wanaoenda kushiriki kwenye matambiko, wanaoenda kushiriki kwa waganga, watu wanaofanya ibada tofauti tofauti, wanavyogeuka kuwa watu hatari. Kuna watu unasikia huyo akikunyoshia kidole kesho umekufa. Muda wa kuinvest hiyo power ameinvest kwenye ibada. Yani yeye ikifika time ya kuabudu, kuna watu huwa waonagi hatari kwenda katikati ya barabara kuvunja nazi. Kuna watu waonagi hatari kwenda kufanya matambiko ili wapate power. Biblia inasema tangu enzi za Yohana Mbatizaji mpaka sasa ufalme wa Mungu unapatikana kwa nguvu. Mtu yoyote anayefanya ibada anafanyika kuwa hatari katika ulimwengu wa roho. Bwana asifiwe. Kimsingi kama ni mtu wa ibada, kama jirani yako au kwenye nyumba ni mganga au ni mchawi, hautakiwi wewe kuhama, anatakiwa yeye kuhama. Haleluya. Kwa sababu wewe ni mtu hatari katika ulimwengu wa roho.
Ya pili, mtu yeyote anayefanya anakuwa mtu wa ibada, anakuwa na kitu cha pili kinachojengeka kwake, anakuwa na hekima, wisdom. Haleluya. Katika vitu ambavyo napataga tabu sana watu wa Mungu ni watu wanaosemaga wameenda mbinguni, alafu wanakuja kutuelezea habari za mbinguni. Wanatuambia sijui Petro amenenepa, sijui barabara za mbinguni sijui zikoje. Yaani anaelezea mbinguni kama anaelezea Kariakoo, mtaa wa Tandaimba. Huwa anapataga tabu sana, kwa sababu naonaga mimi mwenyewe ukaja nyumbani kwangu, yaani ukaja nyumbani kwangu, ukaingia chumbani, nikakupeleka chumbani kwangu, alafu ukaenda kuwaambia watu nyumbani kwangu, wote wajisikia vizuri? Tujisikia vibaya. Utoke hapa, si ukatokea upata neema, umepelekwa Ikulu, ukatembezwa Ikulu, ukaenda ukafungua na mabomba, kwa mabomba mengine hayatoi maji, ukatoka ukaja mtaani, naambia jamani, Ikulu mabomba hayatoi maji. Unaanza kuongea habari za Ikulu. Kwa kadiri unavyoziongea habari zile, unajiingiza katika hatari. Unavokuwa una ibada na Mungu, unapokuwa una ibada na Roho Mtakatifu, kuna mambo mengi sana kwenye maisha yetu yanabadilika, unayaacha, kwa sababu kuna hekima ya kiungu inaingia katika maisha ya kwako. Bwana asifiwe. Ndio maana mtu aliyebadilishwa na ibada, kuna wakati unaweza kumfanyia kitu anakuambia, ingekuwa enzi zangu nishakunyoosha mwanangu. Ila kwa sababu Kristo anatufanya kuwa wapya kila siku, ni maombi yangu, ni shauku yangu wewe ambao unafuatilia, kwamba kadiri unavyojitoa kwa ajili ya kufanya ibada na Mungu, Mungu akufanye kuwa mtu hatari katika ulimwengu wa roho. Mtu yeyote anayemnenea mabaya mtoto wako, mtu yeyote anayekunenea mabaya katika ulimwengu wa roho, wewe ni mtu hatari. Biblia inasema laana impate mtu pasipo sababu. Mtu alikwambia wewe, yani wewe sijui kama utaiona kesho, naomba mwanangu, mimi nakuombea wewe pia uione kesho, ambavyo kesho yangu itakuwa njema kupita maelezo. Ninakuombea katika jina la Yesu Kristo, kwa kadiri unavyokuwa mtu wa ibada, Mungu akupe hekima namna ya kuenenda na namna ya kufanya. Mungu alimtokea Suleimani akamwambia, unatamani kupata nini kutoka kwangu? Suleimani angeomba fedha, Suleimani angeomba utajiri, Suleimani angeomba chochote, lakini Suleimani aliomba hekima, kwa sababu penye hekima kuna fedha, kwenye hekima kuna mshikamano, kwenye hekima kuna utajiri. Mungu akusaidie, Mungu akufanikishe kwa kadiri unavyofanya ibada. Mungu akufanye kuwa mpya na akufanye kukuinua kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Naomba nikuombee ninapohitimisha ibada hii ya kusema neno lake siku ya leo. Baba, kwa mamlaka ya jina la Yesu, tazama mtu wako aliyetoa muda wake kusikiliza, kutazama muda huu, kipindi hiki. Roho Mtakatifu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, ninakuja mbele zako kwa uwezo wa jina lako. Msaidie mtu huyu mwenye kiu, mwenye shauku ya kujua, mwenye shauku ya kujua kweli yako. Anapofuatilia muda huu, anapofuatilia kipindi hiki, Bwana, asifanye kama mazoea. Kilichosababisha asiangalie channel nyingine, ila tazame hapa, ni ile shauku, nia, hamu ya kukutafuta wewe. Bwana, umjazilize kwa kadiri anavyokutafuta. Umfanye kuwa mtu imara, umfanye kuwa mtu hatari katika ulimwengu wa roho. Lakini pia Mungu umpe hekima sawasawa na protocols, sawasawa na miiko ya kiungu ambayo Mungu amekusudia katika maisha ya mwanadamu. Nikiomba katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, na kila mwenye pumzi aseme amen.